asifiwe. Awali ya yote nimshukuru Mungu kwa kazi ambayo imefanyika na Wakristo wote ambao wamegusa kazi hii. Inaonekana kweli inaendelea vizuri. Tuendelee kuhimiza michango ili iweze kufanyika vizuri na kumalizika mapema iwezekanavyo. Mimi ninatoa shukrani kwa Mungu kwa jinsi ambavyo amewezesha ninyi wasimamizi na wajenzi kujenga hili jengo mpaka tumefikia hapa. Na kipekee nimshukuru pia Mungu kwa kutupa nafasi sisi watumishi. Tumekuwa tukiambiwa habari za nyumba ya askofu lakini tulikuwa hatujawahi kuiona. Niwapongeze ninyi wasimamizi na nimefurahi sana kusikia gharama hiyo ni ndogo sana ukilinganisha na mahali ambapo nyumba imefikia. Nyumba mimi binafsi ninaipenda, ni kubwa. Ina nafasi ya kutosha kama askofu. Tena mimi nilikuwa najiuliza kwamba akizeeka manake hata kufagia watashindwa, lakini na imani kwamba Mungu ataendelea kumtunza. Wito wangu mimi kwa sisi watumishi ni kwamba tumepigiwa kelele sana juu ya nyumba hii. Na mara nyingine pia labda kwa kuwa tulikuwa tujaona, sasa tumeona. Niombe tu tubebe huu ujumbe tupeleke kwenye sharika zetu na mitaa yetu kwa wale watu ambao tunadaiwa. Ni vizuri tusipate laana kwa Mungu juu ya hii nyumba ya askofu. Mpaka sasa hivi japo sijatumwa niseme, lakini askofu Anglikana mpaka sasa hivi ana miaka 7 astaafu, lakini nyumba yake sasa hivi iko tayari. Kwa hiyo unaona kwamba wale waumini walipokea jambo lile kwa moyo, na ni vizuri na sisi pia hasa watumishi tukiwa mstari wa mbele kulizungumzia sharikani mara kwa mara na kukumbushia juu ya michango ile tunadaiwa. Nina imani kabisa kwamba ile hela zitatoka. Mimi nina uzoefu wa majengo ya makanisa na hata ya kwangu binafsi. Hapa tulipofikia kwa hii hela aliyosema mkuu wa jimbo milioni 40, nina uhakika zinaweza zikatumika milioni 70 au 80 sasa hivi nje ya 40 kufanya finishing hii nyumba. Yaani nyumba ni finishing, sio hapa tulipopandisha. Na askofu anastaafu mwezi wa 7. Labda ataenda mpaka mwezi wa 11. Tusipofanya bidii tukaonyesha moyo wa upendo, hata mwezi wa 11 hii nyumba tunaweza tukafikia mahali ikabaki hivi hivi. Haitakuwa ni aibu ya askofu, itakuwa ni aibu sisi wanadayosisi ya Morogoro. Na mambo haya yanatembea, yanakwenda mpaka wapi na wapi. Ngoja kuambiwa Morogoro walimpa askofu gofu. Sio sifa nzuri. Mimi ninaomba nitoe wito kutoka rohoni kabisa kwamba jamani, tuende tukahamasishe ili pesa zitoke. Lakini la mwisho, mkuu wa jimbo, ni kuombe wewe upeleke wazo, au ni wazo natoa kwamba ikiwezekana kama sisi watumishi tulivyokuja kwenye hizi sharika kubwa kubwa, tafuteni siku moja tupate huko hata mjumbe mmoja wa baraza mmoja kwenye sharika zote na mitaa yote, wapakiwe kwenye gari kama hivi sasa, waletwe hapa. Wanaweza pia na wao wakaenda kusaidia watumishi kusukuma. Kwa sababu inawezekana pia na sisi tunapozungumza na wao hawajaiona, lakini wakija kuona, hata yule mwanafunzi alipomuona Yesu na kapapasa alisema sasa naamini. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao sasa hivi ni mpaka aone aamini. Lakini vinginevyo narudia tena kwamba kazi ni njema sana. Ni sifa yetu sisi kama wana Morogoro. Niwashukuru sana, niwapongeze. Asante sana. Ndugu zangu watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti, maparishweka, awali ya yote nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu sana kwa siku hii ya leo ambayo ametuwezesha kufika mahali hapa. Lakini niwashukuru pia nyewe watumishi kutoa wazo hili kwamba tukuje tuione nyumba hii. Niwashukuru sana kwa ajili ya wazo hilo. Nichukue nafasi hii kipekee kama mkuu wa jimbo la Morogoro kushukuru watumishi na sharika zote za jimbo la Morogoro ambao wamefanya kazi kubwa sana ya kukusanya hela kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hii ya Mheshimiwa Baba Askofu wa Dayosisi atakapostaafu. Hii ni heshima kubwa sana mbele za Mungu kwamba tumemheshimu na mtumishi wake ambaye ametutumikia na amelitumikia kanisa la Mungu. Nichukue nafasi hii na kuwaomba kwa mambo machache ambayo yalobaki mbele yetu, haswa katika ukamilishaji wa nyumba hii. Kama ambavyo mkuu wa jimbo mstaafu Mchungaji Makolo alivyosema, Baba Askofu anastaafu mwezi wa 6 mwishoni. Kwa kweli ni matamanio yetu kama wanakamati kwamba hata siku Baba Askofu anapoenda kwenye mkutano mkuu wa diocese, matamanio yetu atokee nyumbani kwake
nyumba ambayo kanisa limemjengea na kumkabidhi kwa ajili ya utumishi wake. Kwa hiyo niwaombe sote tuongeze nguvu katika kutoa michango yetu ambayo tumepangiwa katika sharika zetu, ili kazi ya Mungu isikwame. Na wewe kama mtumishi wa Mungu usiwe sababu ya kazi ya Mungu kukwama. Mungu awabariki na watakia utumishi mwema na mafanikio mema katika kulikamilisha jambo hili. Asanteni. Jamani, tutulie tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu kwa ajili ya wakati huu. Tunakushukuru hata kwa ajili ya upendo wako. Umetuwezesha watoto wako kutoka Bible study hadi mahali hapa, ni kwa ajili ya mapenzi yako. Mungu, sisi peke yetu tusingeweza, lakini ni wewe ambaye Mungu umetuwezesha. Tunakushukuru pia hata kwa ajili ya ujenzi huu ambao umefanyika tangu ulipoanza hadi wakati huu. Mungu, tunaomba ukaendelee kuonekana wewe mwenyewe. Unyooshe mikono yako Mungu, ukiendelea kuwagusa watu wako ambao wanaweza kutoa mali zao Mungu, ili waweze kufanikisha ujenzi huu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mapenzi yako. Tunakushukuru hata kwa ajili ya wajenzi ambao wanaoendelea kujenga mahali hapa. Mungu, tunaomba ukaendelee kuwapa afya njema, endelea kuimarisha, endelea kuatia nguvu katika maisha yao. Baba, tunasema asante kwa ajili ya mapenzi yote. Mungu, sisi wenyewe hatutaweza kwa mali ambazo tulizo nazo, lakini Mungu tunakutegemea wewe, ukamwezeshe kila mmoja aweze kutoa kile alicho nacho, ili tuweze kufanikisha jambo hili la ujenzi ya baba askofu. Mungu, tunaomba neema yako na rehema zako zikawe pamoja nasi. Kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante Mungu kwa neema yako na upendo wako, kwa kusanyiko hili la kutufikisha hapa Kilimanjaro kwenye makazi tarajiwa ya Mheshimiwa Baba Askofu Jacob Mameo Ole Paulo. Kama ulivyosema kwenye neno lako, mnenee mwenzako mema ili na wewe unenewe mema. Bwana Yesu, tunasema asante hata kwa nguvu za waumini pamoja na watumishi wao kwa kuweza kuinua jengo hili. Na yote ni kwa ajili ya upendo wa Mheshimiwa Baba Askofu. Lakini Bwana Yesu, tunaendelea na ujenzi. Na sisi ni binadamu, tunafikiri kibinadamu, tunawaza kibinadamu. Na wakati mwingine tunaweza tukaona kwamba hatuna nguvu za kutosha. Lakini kwenye mikono yako Bwana Yesu una kila aina ya nguvu. Tuwezeshe kwenye kila eneo, tukakamilishe makazi haya kwa upendo ambao sisi wana Morogoro tuliuanza toka tulipoanza dayosisi yetu mwaka 1995. Lakini Mungu, tunasema asante kwa mtu mmoja mmoja ambaye ameinua mkono wake kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa nyumba hii. Na kama ulivyosema utawabariki kwenye kila eneo na unataka wafanikiwe kwenye mambo yao yote. Bwana Yesu, kawawezeshe kwenye kila eneo. Kawabariki kwenye familia zao, kawabariki kwenye kazi zao, kawabariki kwenye mipango yao, na ukawabariki kwenye mawazo yao. Tunawaachilia mikononi mwako watumishi ambao wamehangaika kwa namna moja ama nyingine kuongea na waumini, kuwaelewesha ili waweze kuifanya kazi hii, pamoja na wao wenyewe kutoa mali zao na mawazo yao na hekima zao. Baba, usiwaache, kwa maana ulisema mtu anayekutumikia hutomwacha. Usiwaache kwenye kazi wanazofanya, usiwaache kwenye maisha yao, lakini usiwaache pia kwenye mipango yao. Tunaiweka nyumba hii mikononi mwako. Kila jambo litakalo kwenda kufanyika mahali hapa likapate kibali machoni pako na ukalipe wepesi. Tunasema asante hata kwa ajili ya mkuu wetu wa jimbo ambaye Mungu ametuhamasisha sana na kutuelekeza sana juu ya swala hili. Hekima yako na busara zako zikatawale kwenye maisha yake na ukabariki kazi yake ambayo Mungu anakwenda kuifanya. Lakini hata kile alichotamka, matarajio yetu Mheshimiwa Baba Askofu anapoondoka kwenye ofisi yake, nyumba hii iwe imekamilika. Mungu, maneno haya yalitamkwa na mtumishi wako, tunaomba yapate kibali machoni pako na jambo hilo likatimie. Ukambariki kila mmoja katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tukiomba na kuamini. Amen.